Union ambayo nimewauliza kuhusu nani swala langu alayhi wasallam na Abdallah ibn Zubayr na mjanijibu hilo jambo hata kidogo. Nafikiri bado ulikuwa tunaendelea ukakata. Na wewe umenisomea katika kitabu cha Korintho ambaye ni ya Paulo nafikiri ndio mtu ambaye kwamba anahubiri kama Yesu ni Mungu. Kwa hiyo ukisoma pale anasema watu wote wataelekea katika kiti cha hukumu cha Kristo. Cha Kristo ya. Bi maana yeye kwake Kristo ni Mungu. Kwa hiyo watu wote endeleka kwa Kristo ili wahukumiwa na Mungu. Hiyo ndio maana yake. Unajua hili jambo la uungu wa Kristo linasumbua. Lakini lazima ujue kwa Kristo kulikuwa na vitu mbili ndani yake. Kulikuwa na utu na kulikuwa na uungu. Hiyo sitakataa. Kwa hivyo Yesu Kristo alikuwa anaoga vile tunaoga. Alikuwa analia vile tunalia. Ndio. Na alikufa vile mlikufa. Alikufa vile tulikufa, lakini unaona uzuri wake hata kama alikufa na akazikwa, udongo ulimkataa. Unaona sasa. Unaona udongo ulimwambia wewe sio wa hapa na akafufuka. Na hakuna mtu aliua Kristo hata kama watu wanasema aliuawa. Biblia inasema yeye mwenyewe ndiye alitoa nafsi yake. Kwa hivyo alikuwa na uwezo wa kuitoa na alikuwa na uwezo wa kuichukua tena mara nyingine. Na hiyo imedhihirisha vizuri. Unaona? Kwa hivyo Yesu Kristo alikuwa na uungu na alikuwa na ubinadamu. Hapo ndio sasa shida iko. Na hapo ndio inasema ya kwamba Yesu Kristo Mungu alidhihirishwa katika mwili. Nimeshawapatia hiyo andiko hata nakumbuka Ramadhani kwamba kuna kitabu cha uzima kabisa na kila mtu ameandikwa pale. Ni kweli Kristo atakuwa ameandikwa pale. Kwa hivyo wamekubali Kristo wako. Kristo ameandikwa, Uislamu ameandikwa, Baniani ameandikwa, yule ambaye kwamba hana dini ameandikwa, Mchina ameandikwa, Mbudha ameandikwa. Kitabu cha uzima. Sio katika kitabu cha uzima hizo vitabu vyote kwa sababu kila mtu atapewa kitabu chake na matendo yote Mwenyezi Mungu ameandika. Yeye mwenyewe ako nacho. Hiyo hatuna shida. Shida yetu ni kwamba wapi Mkristo anaenda peponi. That's the main question. Sio mambo ya watu kuhukumiwa pale imetaja general. Haikutaja kwamba ni Mkristo, haikutaja. Imesema kwamba yule ambaye kwamba ataenda katika uzima ni yule alimwamini nani? Mwana kondoo ama yule alimwamini nani? Yesu. Waliomwamini Yesu duniani ni Waislamu. Kwa ushahidi wa Qur'ani 2:136. Wewe nataka unitolee ushahidi moja tu kwa Biblia kwa sababu sasa umeongeza shida juu ya shida. Unionyeshe tu andiko moja. Tayari kwanza hujatuonesha wapi Wakristo wanaenda peponi. Umeleta shida ya pili. Shida ya pili nimesema ngoja sikia shida ya pili. Shida ya pili utudhibitishie wapi Mkristo hata mmoja anamwamini Yesu. Kwanza nisomee 2:136. Yatupa matam ya Uislamu tena kwa nidham. Abbas Online TV yatupa matam ya Uislamu tena kwa nidham. Abbas Online TV yatupa matam ya Uislamu tena kwa nidhamu ili tuweze kudadavua, tuweze kuelezwa, tuweze kufunzwa na tuweze kuelimishwa tukikumbushwa kuhusiana na yale ambayo yanafungamana na dini yetu ya Kiislamu ambayo ni dini ya haki, dini ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye ni mtume wa mwisho alitumwa kuweza kutulingania zaidi na pia akapewa kitabu cha Qur'an kwa ajili ya kuwa kama kitabu cha mwisho. Na katika siku ya leo ndani ya studio tuko naye Sheikh ambaye ni Abbas Athman ambaye tuko naye hapa ndani kwa ajili ya kutuelezea jinsi mada ya leo inavyokuwa, na pia kwa upande wa pili tuko naye Al-Ustadh Hussein ambaye atakuwa akitupekulia vitabu kadha kadha ambavyo tutakuwa tukivisoma ili kuhakikisha kwamba chochote ambacho tunakitaja ni kitu ambacho kiko katika vitabu vitakatifu. Na jinsi tulivyokuahidi katika Ijumaa iliyopita katika kipindi cha siku ya leo tunaendelea tu kuelezea yale ambayo ama ni kazi gani ambayo Nabii Isa alayhi salam anakuja kuifanya ama Yesu anavyomfahamu ndugu zetu katika undugu. Je, anakuja kufanyaje Nabii Isa duniani akirudi kwa mara ya pili? Hilo ndilo swali ambalo wiki ya jana tulikuwa na baadhi ya makasisi hapa ndani wakijaribu kutuelezea, lakini siku ya leo kwa sababu za kueleweka hawatakuwa wakiungana nasi studioni jinsi ndivyo kudokeza. Tutakuwa tuna mashaikh wetu, kwa hivyo watakuwa wakitueleza je, kulingana na Qur'an, kulingana na vitabu hivi vitakatifu, je, kazi ambayo anarudi kufanya Nabii Isa alayhi salam ni ipi na umuhimu wake ni upi? Na natumaini kwamba itakuwa ni moja ya kufana sana ama utakuwa ukinufaika sana wewe msikilizaji. Na moja kwa moja nampisha Sheikh wetu
Sheikh Abbas aweze kutujulisha katika kipindi cha siku ya leo. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, shukrani sana kwa kuweza kufika humu studioni siku ya leo. Labda umekuwaje tangu tuonane wiki iliyopita? Wallahi nashukuru, tumekuwa nakitembea hapa na pale kidogo, kazi za da'wa alhamdulillah, lakini tumekuwa tuko salama. Nashukuru neema za Allah. Mada hii ambayo umeiandaa siku ya leo sio mada geni kwa wasikilizaji, ni mada ambayo ulifanya wiki iliyopita. Labda kwa siku ya leo tutarajia yapi katika kipindi cha siku ya leo, ama utakuwa ukiangazia yapi, ukiapa yapi kipaumbele katika kipindi cha siku ya leo? Kwa leo unajua ilikuwa nafikiri wachungaji ilikuwa utakuwa nao. Ndiyo. Na huenda ikawa labda kuna mambo mawili matatu ambayo imetokea ambayo pengine hawangeweza kufika. Na ilikuwa hii mada tulivyosema ilikuwa ni ndefu. Tulikuwa tumegusia tu, kuna mengi ambayo yalikuwa yameibuka ya kuongea na hatukuweza, ndio tukaomba kwamba pia leo tuipate nafasi hiyo. Kwa hiyo kwa leo huenda ikawa tutaangalia tu baadhi ya zile mambo ambayo yaliibuka ambayo kidogo hayakuwa yako wazi, ili kwamba tuweke wazi, na vile vile tujaribu kufafanua zaidi ili kwamba ule msikilizaji anayetufuatilia apate kutuelewa pale ambapo kwamba palikuwa bado hatujafafanua vizuri. Kweli kabisa. Kwa hivyo msikilizaji, ndivyo umesikia jinsi ilivyo. Na kwa dakika 10 labda leo tutakuwa tukiangazia sana sisi katika dini yetu ya Kiislamu. Manake kuna watu wengi ambao pia wao ni Waislamu wa kuzaliwa, lakini kidogo hawafahamu Nabii Isa anarudi kufanyaje. Wanajua, wanaamini kabisa kwamba Nabii Isa alikwenda na hatarudi, wanaamini kwamba lakini pale kwenye ufahamu ama ufafanuzi wa kazi anazokuja kufanya na umuhimu wake bado hajaipata. Na pia kuna wenzetu ambao walislimu hivi karibuni. Pia wangependa maelezo zaidi kuhusiana, je, dini yetu ya Kiislamu inasemaje kuhusu Nabii Isa kurudi tena? Naam, ndio. Sasa nafikiri juzi kidogo nilifafanua. Na kuna baadhi ya kazi ambayo niliongea. Moja ilikuwa ni hiyo kupambana na Masihi Dajjal. Na huyu Masihi Dajjal napoongea, kuna swali ibuka ambayo ilitokea, sikio utakuja pia kuzungumzia tu wakati tunapokuwa tunaendelea. Kwa hiyo moja ilikuwa ni kupambana na huyu Masihi Dajjal, pili ikawa ni kupambana na wale Yajuj wa Majuj. Na tukafika kiwango ambaye tulielezea kwa urefu kwa sababu ya muda kwamba baada ya kupambana na wale Yajuj wa Majuj, basi itakuwa ile fitna na ile shida zimekuisha. Kwa hiyo sasa atarudi, sasa atulie miaka 40. Na hii miaka 40 ni kulingana na kitabu ambaye ameandika Ibn Kathir katika kitabu chake inaitwa Al-Wafa. Anasema kwamba huyu Nabii Isa alayhi salam atakuja, na yani baada ya hiyo kupambana na wale Yajuj wa Majuj, atakuja kukaa miaka ingine 40 kwa siku ambayo itakuwa peaceful sana. Ni siku ambayo itakuwa na amani ambayo haijaonekana katika ulimwengu kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo atakaa kwa kipindi kile, na kwa kipindi kile ataoa, atapata watoto kwa kipindi kile, na kwa kipindi kile atakufa kifo ya kawaida. Na ndio maana unaona katika Qur'an sura ya 19:34, ngoma mwalimu anisomee pale, tusikie namna vile alivyokuwa anazungumza Nabii Isa alayhi salam. Kwa hiyo katika zile shughuli ambazo watakuja kufanya ni hiyo. Na kwa hiyo kipindi ya miaka 40 watakuwa tu dini ambayo kwamba itakuwa wakati huo inatawala ni Uislamu peke yake. 19:34. Bismillahirrahmanirrahim. Ndio. Huyo ndiyo Isa mtoto wa Maryam. Naanza 33. Anzia 33. Na amani ipo juu yangu. Ndiyo. Siku niliyozaliwa na siku nitakayokufa. Kwa hiyo unaona hapa siku nitakayokufa, bimaana kwamba atakuja, ataishi maisha ya kawaida, alafu atakufa kifo cha kawaida. Sio kwamba atasulubiwa kama walivyosema kwamba alikufa kwa msalaba, hapana. Hiyo nita unaona iko in future tense. Japo imeteremshwa na Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qur'ani hiyo, lakini hiyo lafzi inakuja katika future tense kwamba ni kitu kitakuja kutendeka siku ambazo kwamba zinakuja. Kwa hiyo atakuja kukaa katika hali ya amani kwa hiyo muda wa miaka hiyo 40, na ataoa, atakuwa na watoto, alafu atakufa. Kwa hiyo kipindi kutakuwa kawaida. Unajua binadamu lazima kuna ile mkosano, kuna mkwaruzano, kuna nini, hayakosekani. Maadamu wewe ni mwanadamu lazima utaingia katika makosa. Na katika hadithi ya Mtume anasema kwamba kila binadamu ni mkosaji, na mbora wale kosaji ni wenye kutubia kwa Mungu. Sasa ikiwa kuna makosa yatakuwa yamefanyika, pengine umekosana na ndugu yako, pengine umedhulumu wenzako, pengine kuna kitu kimetokea,
watakuwa wanaenda kwa Nabii Isa, ndio ambaye kwamba atakuwa anawahukumu, atakuwa anawajaji. Na hiyo ni kawaida ya manabii wote. Alipokuwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndio alikuwa ni hakimu, alikuwa na hukumu wa kuipitia hiyo Qur'an. So atakapokuja Nabii Isa pia wakati huo, kwa hiyo kipindi cha amani, wakati watu watapokuwa pengine wamepitana katika jambo lolote ama mambo yote ya dini, masala yote ya dini inatakana kupitishwa, kitabu kitakachokuwa kinatumika ni Qur'ani, wala sio kitabu kingine chochote. Kwa nini? Kwa sababu Qur'ani ni perfect. Leo huwezi kusema kwamba atatumia Injili wakati Injili haina sheria ya Mwenyezi Mungu ndani. Hawezi kusema itatumika Taurati wakati Taurati imewekwa maneno ndani. Hawezi kusema itatumika Zaburi wakati Zaburi haina sheria wala amri za Mwenyezi Mungu ndani. Kwa hiyo kitakachotumika wakati huo akiwa hai atakuwa anaitumia Qur'ani. Ningomo nisomee hiyo Qur'ani 3:35, nisomee pale chini kuna hadithi nzuri ambayo kwamba inafafanua maneno hayo. Qur'ani 3:35, niangalie pale katika hadithi, katika baadhi ya kazi atazokuja kufanya Nabii Isa alayhi salam. Leo Waislamu wanakubali kama Nabii Isa atakuja na atakuwa ni hakimu. Kuna watu ambaye hapa wanakuwa confused, na kwa hao wasikilizaji nataka mnielewe vizuri. Si kwamba Nabii Isa kuhukumu watu ndio inamaanisha kwamba dunia imeisha, watu wamekufa, kwa hiyo wanahukumiwa, wakwenda motoni ende motoni na wakenda peponi ende peponi. Sio kuhukumu ya aina hiyo, kwa sababu kuna baadhi ya rafiki zetu wanatusikiliza wanajua kweli Nabii Isa atahukumu, lakini katika wao fikira zao wanafikiri kwamba dunia itakuwa imeisha, kwa hiyo atahukumu kwamba watu wazuri waende peponi, watu wabaya waende motoni. Hapana, hii ni ile hukumu ya kawaida ya hapa duniani. Ni hukumu tu ya kawaida ya duniani, kama vile alivyofanya Nabii Daudi alayhi salam, kama vile alivyofanya Nabii Suleiman alayhi salam, kama vile alivyofanya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo naye atakuja kuhukumu, lakini kwa kutumia Qur'ani. Twende mwalimu. 3:35 mchuzi wake. Naam. Namba ya hadithi katika Sahihul Bukhari. Naam. Kutoka kwa Abi Musa radhiallahu. Naam. Amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, naam, wanaume wengi wamekamilika na wala si hiyo. Hebu leta 3:55. Unasoma ngapi? 35. 3:55. Sio 35, 55. Mimi nimesoma ile ambayo niliona supi yake ya kwanza. Pindi Mwenyezi Mungu aliposema, ewe Isa, nenda pale chini katika hiyo hadithi. Namba ya hadithi katika Sahihul Bukhari. Naam. Namba 3448. Ndio. Kutoka kwa bin Shihabu. Naam. Huwa Said bin al-Musayyib alimsikia Abu Huraira radhiallahu anhum akisema. Unaona, hii ni hadithi ambayo kwamba amesema na Abu Huraira, ambaye sasa ni sahihi kabisa, ambaye Abu Huraira alikuwa na mtume, baba amesikia kutoka kwa mtume. Twende. Amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, naam, na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake, anakaribia kuteremkieni bin Maryam, hali ya kuwa ni hakimu muadilifu. Subiri, anakaribia kuwateremkieni bin Maryam. Kitu ambacho kwamba nataka ieleweke hapa point. Maana last week tulipokuwa tunazungumza, nafikiri kuna mwalimu alitaja wala sasa kumtaja katika hewani hapa hivi, alisema kwamba Yesu hakuwa Muislamu, alikuwa Mkristo. Si kweli. Mkristo ni mfuasi wa Kristo na Yesu mwenyewe ndio Kristo. Sasa atakuwaje tena Mkristo? Kwa hiyo huyu Nabii Isa atateremkia, bimaana atateremka katikati ya Waislamu. Hatateremka katikati ya Wakristo. Atateremka katikati ya Waislamu na atakuwa ni hakimu mwadilifu. Bimaana kwamba atakuwa na wahukumu watu na atakuwa na hukumu wao Waislamu. Twende. Atavunja misalaba na hatopokea kodi. Unaona, atakuwa ni hakimu mwadilifu na katika kuhukumu wake atakuwa anaitumia sheria ya Qur'an, wala sio sheria ya ile kitabu ambacho kwamba wanaita Biblia. Swali inakuwa, kwa nini Nabii Isa ateremka katikati ya Waislamu? Mbona ateremka katikati ya Wakristo? Kwa nini aitumie Qur'ani? Mbona asiitumie Biblia? Biblia ina makosa gani? Kuna maswali mengi pale. Kwa hiyo ni dhahiri kwamba kile kitabu kina shida. Na ni dhahiri kwamba lazima Nabii Isa alikuwa ni Muislamu. Na Uislamu ndio dini ya manabii wote. Maana wote walikuwa ni Waislamu. Kwa hiyo atakuja kuteremka katikati ya Waislamu, atakuwa anaitumia Qur'ani kuhukumu watu watakokuwa wanakuja kuletwa kwake. Ataivunja misalaba, ni katika kazi atakayokuwa anakuja kufanya. Mbona aivunje misalaba? Hiyo anavunja misalaba kwa sababu misalaba ndiyo alama ya Ukristo.
Watu walichukua jina ya Yesu wakaanzisha nayo dini, wakatoa watu kutoka katika dini ya Mungu wakaanzisha dini kwa kuitumia jina ya Yesu. Kwa hiyo watu wengi wamepotea leo. Wakristo kama bilioni 2.2 ambayo katika dini ambayo kwamba si ya Nabii Isa, lakini wamemnasibisha nayo. Kwa hiyo atakuja kuivunja misalaba kama ishara ya kwamba hii sio dini ya halali, sio dini ya haki. Na nafikiri kama wiki 2-3 iliyoisha tulipokuwa hapa ile Friday, wache hii last ile nyingine, alikuja bishop hapa hivi na msalaba kubwa. Nilipozungumza maneno hii, nafikiri last week akuja na msalaba aliwacha nyumbani. Leo hasa hajakuja msalaba na yeye hawajaja, kwa sababu bado imada ilikuwa tunaendeleza na tulikuwa tunaisubiri hapo. Kwa hiyo ataivunja msalaba, kwa sababu msalaba ndio alama ya Ukristo, na yeye hakuacha dini inaitwa Ukristo wala hajinasibishi na Ukristo. Kwa hiyo tayari ni kuonyesha kwamba Ukristo hataitambua. Ndio maana atamka katikati wa Uislamu na ataitumia Qur'ani katika kuhukumu, na ataivunja misalaba. Kisha nini nyingine atafanya? Ataua nguruwe. Mbona uwe nguruwe? Nguruwe zamani ilikuwa ni katika ishara kubwa ya mtu ambaye kwamba anaweka sheria ya Mungu na yule ambaye kwamba haweki sheria ya Mungu. Mpaka ukitaka kujua watu wenye imani, huyu amemwamini Mungu, alikuwa hali nyama ya nguruwe wala hajihusishi na nguruwe. Yule mtu ambaye kwamba ni mpagani, ni mtu mwabudu masanamu, mtu mshirikina, wote walikuwa nakula nyama ya nguruwe. Kwa hiyo ilikuwa ni mpaka kubwa sana. Sasa amekuja mtu mmoja anaitwa Peter, ambaye wanasema kwamba ni Mkristo na kwamba kanisa imejengwa juu yake. Huyu Peter alipokuja akaambia watu kwamba wakule vyakula vyote mpaka nguruwe wale. Kwa hiyo akawahalalishia kitu ambaye Taurati imeharamisha. Bimaana kwamba zile sheria zilizo katika Taurati ameziharamisha yeye Peter kwa kuleta maneno kama hayo. Kwa hiyo Yesu atakuja kuua nguruwe, si kwamba ana hasira nayo, ni ishara kwamba hii ni kitu ambacho kwamba ni haramu na Mungu haitaki, na wao wamehalalisha kitu ambacho kwamba ni haramu. Bimaana kwamba kile kitu kilichokataliwa katika Taurati wanaifanya kama ni halali. Kwa hiyo atakuja kuitoa ili kuonesha kwamba Taurati iko pale pale na sheria ya Mungu iko pale pale. Ndio maana atakuja kuiua hizo nguruwe. Aha, sawa kabisa. Hayo ni maelezo yake ustadhi wetu hapa Sheikh Abbas Athman akituelezea tu kuhusiana na mada ya siku ya leo, na huo tu ni mwanzo yani jinsi alivyotangulia kutaja hapo, alikuwa anatujulisha tu kwenye kipindi. Lakini tukirejea kwa muda usiokuwa mrefu kwenye awamu ya pili, ambapo pia wewe msikilizaji utapata fursa ya kuweza kutuma maombi yako, kutuma maswali yako kupitia 0727444454 au 0738648881 ambapo utakuwa ukichangia kwenye mada hii ya siku ya leo. Iwapo pia una ushauri ama una jambo la kuongezea kwenye mada hii, usihofu, usikwende mbali, bali kuja tena na utujuze sisi ili tuweze kuangazia swala hilo kwa ajili ya manufaa ya kila Muislamu ambaye ni Muislamu, ambaye pia si Muislamu, ambaye anategea idhaa iliyo tofauti ya FM 95 usiku wa siku ya leo. Kwa sasa tunakwenda kwenye pumziko fupi, tukirejea kwenye awamu ya pili, kipindi cha risala kitakuwa kikiendelea kurindima hewani na pia maswali yatakuwa yakikaribishwa. Mimi ni mwandishi kipindi wako Abdul Hamid Suleiman, usikwende mbali. Kuna hao majuju wa majuju na kuna huyu mwingine anaitwa Masdajan na kuna huyu mwingine anaitwa Imam Ahmad. Hapo Imam Muhammad naye atakuja. Unataka series of events. Sawa kabisa. Mwoki, swali lako Sheikh amelipata na atakuwa akilijibu muda usiokuwa mrefu. 10 dakika zimekatika baada ya saa 3 majira ya Afrika Mashariki. Mimi ni Abdul Hamid Suleiman na moja kwa moja anampisha hewani Sheikh wetu Sheikh Abbas Athman. Lakini kabla ya hilo, wacha tupokee simu moja hapa. Ikra FM, halo. Ikra FM, halo. Rahmatullahi wa barakatuh. Abdul Halim Suleiman. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mzee Abdi kutoka Limuru. Asante sana. Habari ya studio? Alhamdulillah, tunashukuru. Labda wewe.
Alhamdulillah, Limuru sahi ni baridi tu. Salimia Sheikh Abbas na wewe nasalimia nyinyi. Ndio. Na kweli Sheikh Abbasi, shekhi wamesoma, shekhi kama wale ilikuwa kwanza mimi naongoja kama ilikuwa hawa iko hapa, lakini leo hawa yuko hapa na inaitwa nani Kishoi. Amefika. Wamefika. Amefika. Basi sasa ilikuwa ilisema hivi, menzake ilisema hivi, sio Kishohi. Kishohi ilikuwa tuko na wakati mingi sana, lakini ule alikuja na yeye akasema hivi, alitoa maneno kwa kichwa chake, yani kwa maoni yake, akasema Waislamu wanachoma, lakini sisi Wakristo waenda kwa uzima umilele, alafu Yesu atakuokoa sisi. Hiyo maneno ilitoa kwa kichwa chake, yani kama chuki, yani anaongea Waislamu wanachoma. Hata Kishoi, hata wale ilikuwa mbeleni ya Kishoi ilisema, hajasema hivyo hata siku moja. Na Waislamu hawezi sema tu Kristo wanachoma, maandiko tu ndio wanasoma. Naona maandiko tu, Abdul Halim, maandiko tu ndio anasoma, lakini huyu sasa anatoa maoni yake. Wakristo wanachoma, Waislamu wanachoma, Wakristo wanazima wapata uzima wa milele. Nani nasema Yesu gani alisema kila mtu anakufa na dhambi yake, na kila mtu anachukua kifurushi yake mwenyewe? Sasa ikiwa Biblia anaongea hivi, na yeye anaongea wapi? Yesu gani atakuja kuokoa watu? Itakufa na dhambi zenu. Kila mtu anachukua kitabu chake mwenyewe. Sasa Yesu ndio anachukua chafu ya watu, ndio sasa wewe ndio anakaa mzuri. Sasa chafu ya watu ndio sasa mimi ndio nichukue chafu ya mtu. Leo akisema mtu yako ama mtoto yako na uawa, ama wewe utauawa. Sasa kama mtoto yangu yuko na dhambi, uani basi mtoto yangu. Lakini sio tunasema Yesu atakuja kuchukua dhambi yetu, basi sisi hatuna dhambi. Nani nasema? Yesu anasema kila mtu atakufa na dhambi yake. Basi sio wewe uongo. Biblia ndio uongo. Biblia ndio wanaongea uongo. Hakuna kitu Biblia anasema, sio kitabu ya Mungu. Hii ni maoni ya watu ndio wanaandikwa hivi. Kwa hivyo ndugu yake ya Kishoi hii pasta aongee mzuri, asiongee maneno ile kama chuki hivi. Waislamu na choma maneno mengine, wajua ikitoka kinywa cha mtu kama inanuka mbaya, mtu anasikia mbaya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Huyo ni mzee Abdi kutoka Limuru hapo kwa maoni yake. Nakumbuka ndo tunarejea kwenye awamu ya pili ya kipindi cha Risala, na tunaungana naye studioni moja kwa moja hapa ambaye ni Bishop Dr. Gishohe Mwangi, ambaye ndo amewasili, ametuama hapa ndani. Pia naye maswali yake yatakuwa yakimjia muda usiokuwa mrefu. Ikra FM, halo. Ni Anton Ndolo kutoka Mwala Mama Anton Ndolo. Asante sana kwa basi ya kuja. Niko na swali kwa basi Ndio. Nataka anisomee basi Corinthians 1 Corinthians 15:24. 15:24. Na nisomee pia umesema Revelation Ndio, Revelation 21 mstari wa 9. Mstari wa 9. Niambie huu mwanakondoo atakuwa na harusi ni nani? Na hapa Corinthians yaniambie kama Yesu atarudisha mamlaka kwa Mungu, na wanasema Yesu ndio Mungu. Ameweza kutoka hewani bwana Anton Ndolo, lakini ametoa maandiko yake mawili, nadhani Hassan umeyapata, ambapo utakuwa ukimsomea muda usiokuwa mrefu. Kumbuka tu msikilizaji, nambari za simu ni 0727444454 au 0738648881. Ikifema halo. Namuoki. Nimerudi. Swali langu niendee kwa pasta. Ndio. Nataka afafanue vizuri kwa pale aliposema hapa Yesu alisema
ndio nyinyi mtahukumu kabila 12 za wana wa Israeli. Ndio. Kwa maana hapo Yesu alikuwa anazungumzia wana wa Israeli. Nataka apapanue vizuri, maanake kila andiko inaelekea kwa wana wa Israeli, si kwa watu wote. Sawa kabisa. Bwana Moki, Pastor Geshohe atakuwa akiangazia masuala hayo, na zikiwa ni 16 dakika, mtaniruhusu kidogo nisimamishe kupokea simu, lakini kumbuka wakati wote unaweza kunipigia. Lakini sasa twende kwenye kujibu kwa maswali. Kwanza kabisa nikimkaribisha Pastor Bishop uweze kukaribia, at least hata wasikilizaji wasikie kwamba ndio umefika, ndio umetulia. Umekuaje? Basi mimi namshukuru Mungu kwa kunipa nafasi niweze kufika salama salimini. Nimechelewa kidogo, samahani, nilikuwa nafanyia mtu dua maeneo ya fedha huko na nikachelewa kidogo. Naomba msamaha sana kwa sababu nilipenda nifike mapema sana, hata nilikuwa nimemwambia Sheikh Abbas na pilika za njiani tu zimenisumbua, lakini nashukuru Mungu nimeweza kufika. It's better late than never. Fadhali ufike na kutokufika kabisa. Kwa hivyo nimeshukuru. Najua mmeendelea sana, mada ni ile ile tu ya eschatology, na mimi nilishasema wakati ule uliopita ya kwamba vile tunaamini naona tunapishana sana. Maeneo mengine tunakutana, maeneo mengine ndio hao sasa tunaachana kama njia panda. Lakini kama vile nilisema ya kwamba sisi tunaamini ya kwamba baragumu itakapopigwa, wale ambao walikufa wakiwa ndani ya Kristo, nilisoma hiyo in 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 verse 17, hao kwanza ndio watafufuka. Sasa wakishafufuka, na sisi ambao tuko uhai na tunamjua Yesu, Bible inasema tutanyakuliwa sisi zote na tupatiwe mwili mpya, kwa sababu huu mwili una matatizo mengi sana. Umetamani wanawake, umeiba vitu za watu, umesengenya watu, vituko chungu mzima. Kwa hivyo sisi tunaamini huo mwili hauwezi kutana na Mwokozi. Tutabadilishwa mwili. Na Bible inasema atakaponyakuliwa tutaenda tukae na Yesu. Ndio Bible inasema watu watakuwa wamelala wawili, mmoja anaenda mwingine anaachwa. Ama saa zingine wao wawili kama wamejisikia wananyakuliwa, ndio tunaita rapture. Unanielewa? Sasa tukienda tutakaa na Yesu miaka 7. Nilisema hiyo kitu vizuri sana. Na nikasema tukisha pia hiyo miaka 7 tutaenda kupatiwa zawadi. Ndio inaitwa the judgment seat of Christ. Amen. Hey Paul, anakubali kwa nyumbani. Unajua ni vile tunaweza sahau useme takbir, na nielewa. Sasa hiyo miaka 7 itakuwa ni miaka nini? Ya watu kuzawadiwa. Unanielewa? Watu kuzawadiwa. Wale kama mimi sasa nimetoka kuhubiri, zawadi yangu itakuwa juu. Kuna wengine hawatapata zawadi yoyote. Na nikasema baada ya hiyo miaka 7 ikiisha, kabla haijaisha pale mwisho, kuna mahali Biblia inasema, hebu nisomee kwenye kitabu cha Mathayo 26:29. 26:29 kitabu ni Mathayo. Hapo nafikiri hapo ndio nilifikisha mimi. Inasema hivi. Aya ni 29. 26 29. 26:29. Yeah. Lakini nawaambieni. Unaona Yesu anaambia wanafunzi wake, anawaambia lakini nawaambieni, sitakunywa kabisa tangu sasa uzao huu wa mzabibu. Unaona, sitakunywa tangu tena uzao wa mzabibu hata siku ile nitakapokunywa mpya pamoja nanyi katika ufalme wa baba yangu. Unaona, katika ufalme wa baba yake. Sasa Bible inasema vizuri, baada ya the judgment seat of Christ, pale ambapo kila mtu atapata. Kuna Wakristo wengine watapata zawadi kwa sababu hawakugharimika. Unanielewa? Ni kama sasa wale masahaba, kuna zile dhahabu za masahaba na tabiun. Unanielewa? Sasa wewe huwezi tokea hapa juzi na uanze kukimbia hapa na hujateseka ukifanya hii kazi na ufikiri zawadi yako itakuwa kama ya ule mwingine. Sasa ndio tunaamini kuna crown, kuna taji 5. Taji ya utakatifu, taji ya kuleta nafsi katika ufalme wa Mungu. Hizo ni daraja. Hizo tutapatiwa. Mtu atapatiwa. Ndio nasema kila mtu atakuwa na taji yake. Na kuna wengine watakuwa vipara. Unanielewa? Kwa sababu wale hakuna kazi walifanya. Kazi yao ilikuwa ni kusengenya wengine, kuvunja wengine moyo. Hawakujitolea na mali yao na mali zao, hawakufanya chochote. Sasa baada ya hiyo kunywa hiyo divai,
Na kuna kitu kimoja nataka mniambie hapa, kwa sababu na hii swali nataka leo mjibu kama itawezekana. Unajua Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuna vile alikuwa anajitoa damu, mnaelewa hivyo kabisa kwenye hadithi. Na kuna wakati alipatia mtu mmoja damu yake, akamwambia Abdallah ibn Zubair, akamwambia ndo kazike hii damu yangu mahali mtu ataiona ama mnyama. Yeye alipoangalia upande wote akaona hapana, linaonekana mahali popote, akaamua kukunywa ile damu ya sallallahu alaihi wasallam. Hiyo iko kwenye hadithi. Hata ingawa nilipoitoa pale Isli, Anwar alisema ati hiyo sio hadithi ya kweli. Yote kwanza nataka kujua kama ni ya kweli ama ni uongo, kwa sababu kuna watu waini ambao kunasemekana alikunywa hiyo damu. Na Muhammad, damu yangu tena. Na hapa Yesu anatuambia tukunywe damu yake. Sasa hiyo pia inachanganya, kwa sababu huyu amesema msikunywe damu yangu. Huyu naye amesema mkunywe damu yangu kadri mwezavyo. Si imeandikwa First Corinthians. Yesu alikuwa anazungumza kwa mafumbo, Bishop. Hata kama wewe ngoja, hiyo tutaangalia. Tutaiangalia. Sasa hiyo meza ya Bwana, hiyo mzabibu na hiyo mkate, hiyo siku ndio tutaikunywa. Tukisha ikunywa sasa ndio tutateremka. Unanielewa? Sasa ndio tutateremka. Sasa mara ya tatu itakuwa mara ya tatu. Itakuwa mara ya tatu. Sasa ile ya kwanza Yesu alipokuja kwa Mungu akiwa mtu, haya ingine amesimama huko kwenye hewa, wamepiga bara ngumu, watu wamefufuka, watu wamenyakuliwa. Sasa baada ya miaka 7 ndio sasa sisi vile tunaamini, yani mimi naongea vile tunaamini wa Kristo, ndio tutateremka pamoja na yeye. Tukiteremka pamoja na yeye, kuna kitu kitatokea hapo. Kuna rapture ya pili itatokea. Kuna rapture ya pili itatokea. Kwa sababu miaka 7 huko sisi tunapopatiwa zawadi na kusherehekea na kufurahia, huku miaka 7 ndio tunasema kutakuwa na kitu inaitwa the great tribulation. Hapo ndio watu watakuwa wanakimbisha kifo inatoroka yenyewe. Kwa sababu kutakuwa na majanga chungu mzima zimetokea, na hapo Antichrist ndio atainuka. Hautanunua kitu kama hujapigwa ile chapa. Na hapo kuna Wakristo watakuwa wamebaki hapa, ndio watafunguka macho, wakumbuke ile injili walikuwa wanahubiriwa na Bishop Gishoi. Wajua hapa kamenuka hapa. Sasa watakataa kupigwa hiyo chapa, na Bible inasema wote watakatwa vichwa vyao. Hapo ndio Bible inasema wataokoka kwa damu yao. That's what we believe. Yana ongea kile ambacho tunaamini. Sasa wakati Yesu atakuwa anateremka, na wale wamepewa zawadi na nini, yote tunateremka sisi zote. Hawa ambao sasa walikatwa vichwa vyao wakati wa great tribulation, Bible inasema watafufuka na pia watamlaki, na tutakuja sisi zote. Sasa ndio atakanyaga Mount Olive. Akanyaga hapo, tunaambiwa kwamba itapasuka mara 2. Sasa mimi nataka kwanza nifikisha hapa. Hayo ndio maelezo ya eschatology. Inaitwa eschatology, yatakayotokea siku za mwisho. Nafikiri hapa nyinyi pia ni eschatology, ni vile sasa ndio amuipatie, kwa sababu pia mnaongea mambo itakayotokea ya mwisho. Ni sijui nao Kiislamu inaita aje, lakini Kikristo ni eschatology. Eschatology kabisa. Na tuko naye hapa mtu akutupea jina hiyo kitu. Sio mwingine ila ni Sheikh Abbas kwa upande wa pili. Na Sheikh Abbas, nakuona umetulia, umetuama, unakubaliana na unakataa pia kwa wakati huo kwenye nukta hizo zake Bishop Gishoi. Labda wakati ni wako Sheikh Abbas. Kwanza kuna mengi tu ambayo amezungumza Bishop Gishoi ambayo nafikiri kuna haingii katika akili. Na kwanza niweke neno eschatology. Eschatology nafikiri ni the study of nafikiri end times. End times. Katika Uislamu iko, katika dini zote ziko. Kwa hiyo katika Ukristo ni eschatology, kwa Uislamu pia ni eschatology. Hivyo tu. Ushaona? Iko. Sawa, ile mambo iko kwenyu na yetu ndio kidogo kuna tofauti. Ndio. Isipokuwa sisi tunavyojua mambo ya kwenda kurudi, hiyo haipo. Na pia inagongana na ile kitu inaitwa logic, kwa sababu Qur'an iko wazi na mambo Mwenyezi Mungu iko wazi. Kwa imani ya Bishop anaamini kama Yesu alikuja na alikufa na baada ya siku 3 akafufuka. Unaona Kwa hiyo sioni kama yeye bado ameamini kwamba Yesu aliyekufa ni Mungu. Ushaona? So sioni kama ati kwa imani yake Mungu akufe, alafu kuna baadhi ya Wakristo watakaa hai wote waikufa. Story kama hiyo hakuna. Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'ani, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kila nafsi itaonja mauti. Hakuna mtu ataishi milele. Hiyo hakuna. Kwa hiyo unaposema kwa Wathesalonike wa kwanza 1, Wathesalonike wa kwanza 4:17, hiyo inagongana na logic.
kwamba kuna watu wataishi milele na kuna wengine watakufa. Alafu tena kusema kwamba kwamba Yesu atakuja kunyakua watu walio wake, kuna wengine watakufa. Mtaenda kaa miaka 7. Hii miaka 7 ni hesabu gani? Hesabu ya duniani ama ya mbinguni? Kwa sababu kuna hesabu ya duniani na ya mbinguni. Hesabu ya duniani ni ya kawaida. Hesabu ya mbinguni ni kwamba siku moja ni miaka 1000. Hatujaelewa hiyo miaka 7 inahesabika duniani kibinguni. Tena mgongano mwingine wa pili ni kwamba watatoka pale tena warudi hapa. Kutakuwa na Wakristo wengine hapa. Sasa hao watakuwa wametokea wapi? Ndio gani hao? Maana yeye wale wako hai watanyakuliwa. Wengine waliokufa watabaki kule wamekufa. Walio hai watanyakuliwa. Sasa tena mtarudi kuangalia wapi? Kwa hiyo inakuwa kuna mgongano ambayo mengi sana. Na pia ile kusema kwamba wakati anapokuja Yesu ndio Antichrist atakuja, nafikiri Antichrist atatangulia hizi vitu zote. Kwa sababu ushahidi upo kwa maandiko mengi. Hata ukisoma Ufunuo, ukisoma Yohana wa kwanza nafikiri 4:3, hebu nisomee. Tayari mimi nafikiri mtu ambaye kwamba ametaja Antichrist ni Yohana pekee, tena katika Ufunuo na amemtaja mara 4. Anasema wapinga wa Kristo wako wengi. Nyinyi mnangoja atakayetokea, lakini tayari wapo. Ufunuo ama Ufunuo Yohana wa kwanza, waraka wa kwanza wa Yohana, Yohana 4, ambayo inasema hivi. 4:3. Na kila roho isiyomkiri Yesu haitokani na Mungu. Ndio. Na hii ndiyo roho ya mpinga Kristo. Unaona, roho ya mpinga Kristo. Kwa hiyo wako, so uwezi ukasema kwamba ataenda achukue watu arudi, bado mpinga Kristo amewachwa, bado akiwa hai, wengine wamekufa, wengine wamechukuliwa, mpinga Kristo yuko hapa. Tena arudi hapa, hapana. Haingii katika logic. Ukweli ni kwamba huyu mpinga Kristo, nyinyi mnamuita hivyo, si mnamuita Masihi Dajjal. Huyu Masihi Dajjal itakuwa yeye, yani atakuja kabla ya parapanda. Yeah. Atakuja kabla ya watu kufa. Atakuja kabla ya ufufuo. Hii itakuwa ni karibu sana na parapanda kupigwa. Itakuwa ni mbaki muda mfupi sana. Kwa hiyo atatangulia hizi vitu zote ambazo kwamba umezungumza. Nafikiri ndio logic, kwa sababu katika Uislamu ukiangalia ni hivyo, na hiyo nafikiri ndio logic ambayo kwamba inafuata. Kwa hiyo hapo kuna mambo ambayo kwamba tukubaliane. Nyingine nafikiri kuna maswali ilikuwa imeulizwa. Ningetaka kupatiana hiyo andiko ya nini? Ya the judgment seat of Christ. Tukisha nyakuliwa mahali tutaende. And 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Wakorintho wa pili 5:10 ambayo inasema hivi. Aya yake ni ya 10. The judgment seat of Christ. Inasema, kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo. Unaona, kiti cha hukumu cha Kristo. Hiyo ndio the judgment seat of Christ. Tutaendelea kwa sababu tutajua huko mbele wa Kristo wataenda kuhukumiwa, kwa sababu already wa Kristo wameshahukumiwa. Unanielewa? Ile kumwamini Yesu na kusamehewa dhambi zao, Bible inasema wameshahukumiwa. Sasa ndio inasema tutaapia. Sasa tukienda hapo ndio tutapatiwa hizi crowns. Hizi ndio hizo crowns ambazo nilikuwa nimeongea vizuri. Nikasema kwamba crown of life, ile incorruptible crown, crown of righteousness, ile uliishi vizuri hapa duniani, au kuwa nakopa mboga za mtu natoroka nazo, au kuwa na bibi ya mtu, vituko tu zile watu wanafanya hapa. Crown of glory, crown of rejoicing, unaona ile kufurahia. Sasa hizo, those are the crowns ambazo Bible inasema watu watapatiwa siku hizo. Unanielewa? No. Na baadaye ndio nimesema tutakula ile the supper, ile the holy communion, ambayo nimewauliza kuhusu swala langu alayhi wasallam na Abdallah ibn Zubayr, na mjanijibu hilo jambo hata kidogo. Nafikiri bado ulikuwa tunaendelea ukakata. Na wewe umenisomea katika kitabu cha Wakorintho ambaye ni ya Paulo nafikiri ndio mtu ambaye kwamba anahubiri kama Yesu ni Mungu. Kwa hiyo ukisoma pale anasema watu wote wataelekea katika kiti cha hukumu cha Kristo. Bi maana yeye kwake Kristo ni Mungu. Kwa hiyo watu wote wataelekea kwa Kristo ili wahukumiwa na Mungu. Hiyo ndio maana yake. Unajua hili jambo la uungu wa Kristo linasumbua. Lakini lazima ujue kwa Kristo kulikuwa na vitu mbili ndani yake. Kulikuwa na utu na kulikuwa na uungu. Hiyo sitakataa. Kwa hivyo Yesu Kristo alikuwa anaoga vile tunaoga. Alikuwa analia vile tunalia. Ndio. Na alikufa vile mlikufa. Alikufa vile tulikufa, lakini unaona uzuri wake, hata kama alikufa na akazikwa, udongo ulimkataa. Unaona sasa. Unaona udongo ulimwambia wewe sio wa hapa, na akafufuka.
na hakuna mtu aliua Kristo. Hata kama watu wanasema aliuawa, Biblia inasema yeye mwenyewe ndo alitoa nafsi yake. Kwa hivyo alikuwa na uwezo wa kuitoa na alikuwa na uwezo wa kuchukua tena mara nyingine, na hiyo imedhihirisha vizuri, unaona. Kwa hivyo Yesu Kristo alikuwa na uungu na alikuwa na ubinadamu. Hapo ndio sasa shida ipo, na hapo ndio inasema ya kwamba Yesu Kristo Mungu alidhihirishwa katika mwili. Nimeshawapatia hiyo andiko, hata nakumbuka Ramadhani Kuri akiniambia siku nyingine ukikuoti hiyo andiko tutakosana na wewe, kwa sababu alisikia hiyo andiko lina uzito mkubwa hapa ndani yake, ya kwamba Mungu alidhihirishwa katika mwili. Ni kabisa Yesu Kristo alikuwa na uungu ndani yake, na ndio unaona alizaliwa na mwanamke. Unanielewa kabisa? Alizaliwa na mwanamke, lakini ukienda uungu wake utaona, na tutakuja kuongea uungu wa Kristo hapa, na hatukumaliza hiyo topic vizuri. Hiyo mada tutarudi tena kabisa, kwa sababu hapo kuna kitu ambacho nataka hata nyinyi pia muelewe. Unajua na nyinyi pia mnasukumia mtu kitu kwa throat yake. Sasa mpaka mtu ananyoa mikono mpaka miguu. Sikuwa nina uzito wangu, ningekuwa umeshanimaliza. Nafikiri bado nilikuwa naendelea kueleza. Kwa hiyo ninakuwa naeleza labda mruhusu nikukatize kidogo, nipokee tu simu ya shabiki hapa. Naam, Ikra FM, halo. Naam. Karibu kwenye kipindi. Ndio? Naam, Mwoki. Nauliza hapo nabii pasta hapo anaposema ati Yesu alikufa, mwenye mkureni alirudisha msalaba lini? Hiyo ndio swali langu, aache kudanganya. Unaweza mkoloni alileta msalaba lini? Maanake hapo ndipo anakula anang'ane tu hapo, lakini mkureni hakurudisha msalaba. Mkureni ndiye alikufa. Umesikia? Anasema chakuja kwa msalaba, hiyo ni mada ya siku nyingine. Lakini vizuri amechokoza, ameprovoke. Tutakuja kwa hiyo mada tu. Hapa mada ya msalaba. Kwa hiyo nafikiri tulikuwa tunaendelea kuongea. Sasa ndio ikaingia kwamba Yesu ana uungu na utu. Hii nafikiri sio mafundisho ya Yesu. Hakuna mahali Yesu amfundisha yeye ni Mungu na bado yeye ni mtu. Hakuna. In fact Yesu kwingi amefundisha yeye ni mtu. Hakuna mahali ashaifundisha yeye ni Mungu. Hii ni story ambayo imekuja kuwekwa tu baadaye na watu kama kina Paulo. Ndio na Paulo kusoma katika Tito 2:13 akasema Yesu ni Mungu. Hebu soma hapo tu. Sasa subiri kwa sababu ya muda. 2:13 Tito inajulikana. Sasa kusema kwamba watu wote wataenda mbele ya Kristo ni kusema kwamba Kristo ni Mungu, ambaye hiyo haingii katika akili. Kristo mwenyewe ukisoma katika Qur'ani, Mungu atamhukumu Yesu siku ya mwisho. Kwa hiyo mwenye kuhukumu siku ya mwisho ni wapi atamhukumu? Nataka nisikie leo. 5:116 Qur'ani. Mwenyezi Mungu atamhukumu Yesu. Wacha leo siku ya mwisho. Wacha nisikie. Unaona Sasa itakuwaje Mungu ahukumu Mungu? Hata nani? Yesu sio Mungu. Yesu sio Mungu. Kwa sababu hakuna mahali Yesu amesema ni Mungu. Ndio. Yesu amesema mara 100. Nani alimuita Mungu? Thomas. Hakuna mahali Thomas amemuita. Hebu fungua Yohana 20:28. Bishop, unajua unanikoroga kwa point yako. Tusiruke Yesu Mungu. Hii ni mada tuliongea siku ile na tutakuja kurudia tena hapa. Unaona? Naona tutairudia hiyo mada. Ukifungua acha tupokee simu hapa IKFM. Halo. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mzee Abdi tena Bishop inaongea tu kweli, alisema tu kweli, nasema tunaamini. Hii ni sawa, tunaamini, lakini Bishop Gishoi sasa yeye ndio anasema mimi Mungu, mimi ni binadamu. Alisema hivi, hebu fafanulia mzuri kama yeye anasema hivi, mimi ni Mungu, mimi binadamu. Ni kweli nimesema hivi? Shukrani sana. Anauliza, je, kuna pahali ambapo Yesu ama Nabii Isa alisema kwamba yeye ni Mungu, yeye ni binadamu? Ndio hiyo sasa. Tofauti. Hiyo ni swali lake Mzee Abdi. Kulikuwa na andiko hiyo 5:116. Alafu another thing. Qur'ani imesema watakaoenda peponi ni Waislamu. Qur'ani 40:40. Hakuna maandiko katika Qur'ani wala maandiko katika Biblia yanasema kwamba Wakristo wataenda peponi ama paradise. Kwa hiyo kusema kwamba Yesu atakuja kuchukua watu sijui ndio kule zawadi ati hao ni Wakristo, hamna. Hiyo ni ile kitu tunasema insinuation, kufikiria kama ni Wakristo kwa sababu wanasoma Biblia. Yesu alitoka dini ya Ukristo haiko. Kwa hiyo there is no way vile atatoka dini ya Ukristo haipo alafu akuje achukue wale watu ambao wakitoka hakuwaacha. It's impossible.
5:100. Bismillahirrahmanirrahim. Na pale Mwenyezi Mungu atakaposema ewe Isa ibn Maryam, Mungu atasema ewe Isa bin Maryam pale, ati wewe uliwaambia watu nifanyeni mimi na mama yangu kuwa waungu badala ya Mwenyezi Mungu. Hapo ni siku ya mwisho, watu wote wanahukumiwa, wamesimama mbele ya Mungu. Yesu yuko pale, mama yake yuko, kila mtu yuko. Mwenyezi Mungu anamwambia wewe Isa, sasa yuko katika hukumu, naye pia anaulizwa, uliambia watu wakufanyiwe Mungu wewe na mama yako, twende. Na Isa atasema, yeye pia anaulizwa maswali katika judgment day na anajibu Mungu katika judgment day. Ndio, subhanaka, wewe umetakasika. Ndio, hainifai mimi kusema ambayo si haki yangu. Ikiwa nilisema basi, ndio, bila ya shaka umekwisha. Ambayo nimewauliza kuhusu nani sallallahu alaihi wasallam na Abdallah ibn Zubayr, na mjanijibu hilo jambo hata kidogo. ambao wakitoka hakuwaacha, it's impossible. 5:100. Bismillahirrahmanirrahim. Na pale Mwenyezi Mungu atakaposema ewe Isa ibn Maryam, Mungu atasema ewe Isa bin Maryam pale, ati wewe uliwaambia watu nifanyeni mimi na mama yangu kuwa waungu badala ya Mwenyezi Mungu. Hapo ni siku ya mwisho, watu wote wanahukumiwa, wamesimama mbele ya Mungu. Yesu yuko pale, mama yake yuko, kila mtu yuko. Mwenyezi Mungu anamwambia wewe Isa, sasa yuko katika hukumu, naye pia anaulizwa, uliambia watu wakufanyiwe Mungu wewe na mama yako, twende. Na Isa atasema, yeye pia anaulizwa maswali katika judgment day na anajibu Mungu katika judgment day. Ndio, subhanaka, wewe umetakasika. Ndio, hainifai mimi kusema ambayo si haki yangu. Ikiwa nilisema basi, ndio, bila ya shaka umekwisha yajua. Ndio, wewe unayajua yaliyo ndani ya nafsi yangu, wala lakini mimi siyajui yaliyo katika nafsi yako. Umesikia Bishop hiyo? Kwa hiyo pale yuko katika mahakama ya Mungu, anaulizwa na yeye pia vile vile atajibiwa. Kwa hiyo useme ati kwamba yeye ni nani? Tutarudi kwa swali yako baadaye. Ngoja kidogo hapa tupokee simu. IKFM, halo. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu kwenye kipindi cha Risala. Ni nani unapiga ukiwa wapi? Naitwa Hassan kutoka Thika. Naam, Hassan kutoka Thika, karibu sana. Maoni hapa ni yapi? Hebu fanya hivi kwa haraka. Ndio. Hii kitabu inaitwa Yohana 17:3. Nisome saa hii. Na uzima wa milele ndio huu. Amefuruga akili. Na uzima wa milele ndio huu, wa kujua wewe Mungu wa kweli wa pekee na Yesu Kristo uliyemtuma. Ndio hiyo imesoma, umesema 17:3. Haya, ameisoma. Umesema ni 17:3 Yohana. Na uzima wa milele ndio huu, wa kujua wewe Mungu wa kweli wa pekee na Yesu Kristo uliyemtuma. Sawa kabisa. Nadhani Hassan kutoka Thika hapo. Hiyo ni Nabii Isa, shahada kamili. Shahada kamili. Sawa kabisa. Naam, ulikuwa kwako basi, ulikuwa umempelekea ilikuwa namuonesha hiyo na pia nikakataa ile idea kwamba watu watakaa mbele Yesu kuhukumiwa siku ya mwisho. Ndio. Mwenye kuhukumu ni Mungu na Yesu mwenyewe pia atahukumiwa. Hiyo ndio point nyingine nikasema Qur'ani 40:40 inasema Waislamu pekee ndio wataenda peponi. Hamna andiko katika Qur'ani wala katika Biblia inasema kwamba Wakristo wataenda peponi. Pili, hakuna vile Yesu atakuja kuchukua Wakristo wakati akitoka kuna dini inaitwa Ukristo, wala jiona Mkristo hata mmoja katika maisha yake. Atakujaje kubeba watu kama hao? Shikilia hapo nadhani Hassan. Naam. Kubwa haya. Nimerudi tena. Naam. Naamini kuwa pasta ameelewa kuwa Yesu mwenyewe amejitambulisha kuwa kuna Mungu wa kweli na yeye Kristo ambaye aliyemtuma. Kwa hiyo huyo pasta situambie sijui Mungu, sijui Yesu ndiye Mungu. Kuna kitu kama hiyo. Yesu mwenyewe amejitambulisha. Shukrani sana. Anasema je, unakubali huo kama utambulisho wa Yesu? Hayo utakuwa ukijibu. Maswali ni kwako, maswali si kwangu. Na pia ningependa tupitie hapa. Nadhani Sheikh Abbas utakubaliana na mimi tukisema kwamba sio wote ambao wanajiita Waislamu sasa watakwenda tunasema mbinguni au tunasema peponi kabisa. Hiyo ni kweli. Lazima tuelewane kwanza. Sio wote ambao wanajiita Waislamu sasa kwamba ukisema Uislamu sio sasa kipindi yote. Sio lazima uwe Muislamu uende peponi.
Kwa hivyo pia kuna wale ambao ni Waislamu lakini kidogo njia zao fiche pia wao wanaachwa. Hiyo aya 40 imeweka wazi. Atakayefanya mabaya inasema hivi, uovu wake. Bismillah. Atakayefanya mazuri akiwa ni mwanaume naye ni Muislamu au mwanamke wataita peponi. Kwa hiyo kwanza sharti kwanza wewe ni Muislamu. Ndio. Ufanye mazuri na wewe ni Muislamu ndio upata paradise. Sawa. Wewe ukifanya maovu sababu wewe Muislamu. Abadani katano ufiki kule. Unajua unaweza sema wote wataingia kila mtu at least kuna aya ambayo imetaja kwamba tutaenda. So alikuwa na bishop naye atoa wa Kristo, itaje wa Kristo. Aya moja tu, bahati mbaya tu kwamba wataenda. Bahati mbaya vipi? Watu pale imetaja kwamba wa Kristo wakifanya mazuri mwanao mwanamke anaenda paradise. Kwa Biblia. Si Biblia inasema vizuri ya kwamba atakapokuja kuna vile atatenganisha. Kuna wale walifanya mazuri, wale walitembelea waliokuwa wagonjwa, waliokuwa ni Mathayo hiyo 25 pale chini. Unaona? Na kuna wale ambao anasema atatenganisha mbuzi na kondoo. Unanielewa? Kondoo ni wale walifanya mazuri. Unanielewa? Wakaangalia wale walikuwa jela. Nafikiri usome hiyo kitu ndio ieleweke vizuri. Inaeleweka vizuri. Lakini wakiwa kwa dini gani ndio swali. Sasa watakuwa Kristo wale. Sasa ndio hapo nataka uhakikishe. Sababu Waislamu pia kuna wale wanafanya mazuri, kuna wale wanafanya mabaya. Wote watatenganishwa hivyo tu. Kwa hiyo lazima iseme dini gani. Kwa sababu sasa hapa inaongea mambo ya Kristo. Nikikuja kwa Biblia inaongea mambo ya Kristo. Unajua mimi nimekatalia kwa Biblia na wao wamekatalia kwa Qur'an. Unanielewa? Qur'an kuna vile inaongea na kuna vile Biblia inaongea. Sasa mimi ninaamini Biblia. Unanielewa? Sasa mimi nakatalia kwa Biblia ya kwamba ataweka kondoo na mbuzi. Mbuzi ni wale ambao watu waeleweki mambo zao. Wakora, watu wana vituko, watu wabaya tu, lakini kondoo sasa ndio anasema ya kwamba atasema nyinyi kondoo kujeni upande wangu kwa sababu nyinyi ndio mlifanya mapenzi yao. Hao kondoo ni wa Kristo. Hao ndio wa Kristo. Andiko sasa. Sasa Yesu mwenyewe anasema, Biblia inasema kondoo zangu huwa zinasikia sauti yangu. Andiko iko. Si kwa andiko iko ya kwamba kondoo zangu, kondoo wangu huwa wanasikia sauti yangu na wananifuata. Hata Yesu Kristo mwenyewe anafananishwa na kondoo. Kwa sababu nakumbuka wakati Yohana anasema mtazameni mwana kondoo abebaye dhambi za dunia. Kwa hivyo tunapoongea kondoo, sijui kwa Qur'an kama kuna kondoo. Hakuna, lakini Biblia ina kondoo. Na kondoo kabisa. Wanafananishwa na nani? Hao ndio wa Kristo. Lakini ni kweli kwa maandiko, unajua sio kwa maneno. Si nimekuambia. Mimi nitatoa maandiko iseme kondoo ni nani. Haya basi toa tusikie. Aya 50:17 Yeremia. Israeli. Mchungaji, narudia tena. Israeli ni kondoo aliyetawanywa. Kwa hiyo ukisikia kondoo maana yake ni Waisraeli, sio wa Kristo. Sababu nakwambia hakuna hata kibahati mbaya. Kuna kitu niliongea. Andiko kwa Biblia inasema kuna Mkristo hata mmoja ataenda peponi. Hebu rudia hiyo andiko tena. Kwa Israeli ni yani inasema hivi kuwa Israeli ndiye kondoo sio wa Kristo. Waisraeli ndio kondoo waliyetawanywa. Sasa kuna kitu kimoja nataka kuwafundisha na niliongea hapa dakika ya mwisho tukiondoka hapa. Ndio. Na naona bado ni kama dakika ya mwisho naongea hicho kitu. Yesu Kristo sio Muisraeli, na sio a Gentile. Tukimweka kwenye hicho kiwango tutamnyang'anya ile sifa yake ya uungu. Unanielewa? Alipitia tu kwa Israeli, sio ati alikuwa Muisraeli. Na sio alikuwa Muyunani ama Gentile. Yesu Kristo alikuwa Mungu akiwa ndani ya mwili, lakini alipitia huko. Mungu aliamua tu kupitia. Bila anaweza kuamua kupitia kwa Wakamba. Unanielewa? Sasa tuseme kwamba Yesu ni Mkamba ama kwa Wakisii tuseme ya kwamba Yesu ni Mkisii ama kwa Wagiriama tuseme Yesu ni Mgiriama. Alipitia tu huko. Hiyo tu ni hiyo kabila ndio alitumia kupitia, lakini yeye ni Mungu akiwa ndani ya mwili. Ndio alikuwa anapitia huko. Sensa ikichukuliwa, wakichukua sensa si pia yeye alihesabika pale. Hata kama walimhesabu pale, ile ilikuwa ni mipango ya Mungu. Unanielewa babangu? Ile ilikuwa ni mipango ya Mungu. Afanye vile anavyotaka yeye mwenyewe kwa sababu Mungu ana uwezo wa kufanya jambo lolote. Amesema naweza badilisha mawe iniimbie. Amesema anaweza fanya na hakuna kitu. Hata Qur'an sinaamini hivyo. Kwa hiyo niichukue kwamba wakati huo sensa ikichukuliwa pia Mungu alihesabika kama mwananchi. Lakini sasa uweze kwenda undani, usikalia hapa tu. Uwe na jicho la tatu. Unanielewa? Uwe na jicho la tatu ambao linaona upande mwingine mzito, sio ule tu unakalia tu. Wacha tupokee simu hapa. Ikra FM, hello. Ni mimi tena mzee Alfi, Wanakishui imejitetea sana, lakini kondoo mshenzi alipotea
wana wa Israeli walipotea, wana wa Israeli, sio ti kondoo alitawanyika, kondoo mjinga waliopotea alituma. Sasa hasa lile ilikuwa ametuma, anasema Yesu umejulia, anasema baba yetu mbinguni, anasema siji baba yetu peke yake, lakini alituma, lakini sio tieni Mungu jameni. Hata maandiko bana kesho imejitetea sana, lakini angalia maandiko vile alisomewa jamani, wewe ni kondoo ama binadamu ama ni kondoo? Sasa wewe ni kondoo aliyopotewa tena, usijiite kondoo baba. Shukrani. Hebu kwanza nisomee Yohana 20 mstari wa 28. 20:28 kitabu ni Yohana ambayo inasema hivi. Inasema Tomaso akajibu akamwambia, Tomaso alipokuta Yesu akamjibu akamwambia aje? Bwana wangu na Mungu wangu. Tunasikia Bwana wangu na Mungu wangu. Okay, nafikiri hapa mada inabadilika, lakini iko point hapa. Bishop amekuja akatuambia mambo ya rapture, vile Yesu anakuja kuchukua watu nao watakochukuliwa ni Wakristo. Lakini mimi nimetoa ushahidi, Qur'ani 40:40 Waislamu peponi wanaenda, na Qur'ani 43:68 Waislamu peponi wanaenda. Nikaleta challenge kwa Bishop kwamba atoe hata andiko moja ima kwa Qur'ani au kwa Biblia kwamba Wakristo wataenda peponi. Amejificha kwa kondoo. Kondoo tumepata ni Waisraeli, kwa hiyo si Wakristo. Kwa hiyo inamaanisha mpaka saizi hakuna andiko naonesha kama Wakristo wataenda peponi. Kwa hiyo mambo yote ya rapture, sijui nini, sijui Yesu kuchukua, haipo. Yaani tangu last week tunaongea kwamba Yesu anakuja kuchukua Wakristo wapeleke peponi, kumbe hakuna andiko ambayo inasema Wakristo wataenda peponi. Last week tumepoteza 1-2 hours. Leo umeingia karibu 1 hour mzima tunapoteza. Hapana. Jamani, narudisha challenge yangu pale. Issue si Yesu ni Mwisraeli ama si Mwisraeli. Tunaongea Wakristo. Kwa mara ya mwisho nataka wasikilizaji watufuatilie vizuri. 40:40 43:68 2:172 Qur'ani imetoa wazi ufafanuzi kwamba Waislamu peponi wakifanya mambo mazuri wanaenda. Direct ticket. Kuna andiko lolote katika Biblia imetaja kwamba Mkristo yoyote atakayefanya mambo mazuri ataenda paradise? Nafikiri hiyo swali liko wazi. Tuoneshe ili hiyo mambo ya rapture, mambo ya sijui jubilation, mambo ya kwenda kukula na Bwana kwa meza, tujue kama ni Wakristo, kwa sababu wewe sema ni Wakristo wakati hakuna andiko linasema hivyo. Kama sio insinuation, tuoneshe ushahidi. Haya, hebu nifungulie kwenye kitabu cha Revelation 20 kuanzia 11 hadi 15. Revelation ambayo ndio Ufunuo tunaanzia 11. 20 inasema hivi mchungaji, 11 hadi 15. Naam. Kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe na yeye akitie juu yake, ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake. Na mahali pao hapa kuonekana. Nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi. Na vitabu vikafunguliwa. Na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima. Unaona, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima. Tuendelee. Na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu, sawa sawa na matendo yao. Bahari ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake. Wakahukumiwa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili. Yaani hilo ziwa la moto. Na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima. Si unaona kuna kitabu cha uzima na kuna vitabu vingine. Naam. Hiki kitabu cha uzima ni cha wale ambao walimwamini Yesu na waliishi kulingana na matendo mema ya Mungu. Ndio hiyo. Wakafanya nini? Alitupwa katika zile ziwa. Yeyote ambaye hakupatikana kwenye kitabu cha uzima wa milele alitupwa kwenye ziwa la moto. Lakini hao wengine ambao walifanya mambo mabaya, ndio hao ambao walifanya mambo mabaya. Sasa ameniambia nidhibitishe. Si ndio hiyo nimedhibitisha sasa. Hapa imetaja Wakristo jamani. Sasa kweli wana Bishop, hiki tumekuja knowledge, imekuja general. Kwamba kuna kitabu cha uzima kabisa na kila mtu ameandikwa pale. Ni kweli Kristo atakuwa ameandikwa pale. Kwa sababu amekubali Kristo wako. Kristo ameandikwa, Uislamu ameandikwa, Baniani ameandikwa, yule ambaye kwamba hana dini ameandikwa, Mchina ameandikwa,
Mbudha ameandikwa. Kitabu cha Sio uzima. hicho katika kitabu cha uzima, hizo vitabu vyote, kwa sababu kila mtu atapewa kitabu chake na matendo yote Mwenyezi Mungu ameandika. Yeye mwenyewe ako nacho. Hiyo hatuna shida. Shida yetu ni kwamba wapi Mkristo anaenda peponi. That's the main question. Sio mambo ya watu kuhukumiwa. Pale imetaja general. Haikutaja kwamba ni Mkristo, haikutaja. Imesema kwamba yule ambaye kwamba ataenda katika uzima ni yule alimwamini nani? Mwana kondoo, ama yule alimwamini nani? Yesu. Waliomwamini Yesu duniani ni Waislamu. Kwa ushahidi wa Qur'ani 2:136. Wewe nataka utolee ushahidi moja tu kwa Biblia, kwa sababu sasa umeongeza shida juu ya shida. Unionyeshe tu andiko moja. Tayari kwanza hujatuonesha wapi Wakristo wanaenda peponi. Umeleta shida ya pili. Shida ya pili. Nimesema moja, sikia shida ya pili. Shida ya pili, utudhibitishie wapi Mkristo hata mmoja na muamini Yesu. Kwanza nisomee 2:136. Waislamu wanamwamini Yesu wanaenda peponi, sio Wakristo. Sio kwani sasa mnaruka kila mahali. Sasa mko kwa Biblia, mko kwa Qur'an. Sasa siko Biblia ndio yetu sasa. Kweli ni Wakristo ni wale ambao wanamwamini. Naona hivi Bishop. Hii mada last week kuja kutuambia rapture nini, kusema kweli, kusema ile ukweli. Hakuna udhibitisho popote ambapo Mkristo ataenda peponi. Mkristo atabebwa na Yesu, kwa sababu Yesu hakuacha dini yetu Ukristo. Na ndio sababu akija hiyo mara ya mwisho kulingana na Uislamu, atavunja misalaba, kwa sababu hakuacha msalaba na kuacha dini ya Ukristo. Atashuka katikati ya Waislamu kwa sababu alikuwa ni Muislamu. Dini ya Yesu ilikuwa ni Uislamu na aliacha Uislamu. Na alipoondoka akipaa katika 14:27 Yohana anasema nawachieni amani. Amani neno la Kiswahili, Kizungu peace, Kiarabu Islam. Na waachieni Uislamu. Hiyo ndo maneno ya mwisho Yesu alisema. Acha sasa nisomewe hapa, umesema nidhibitishe. Soma nini 2 kwanza 136 tudhibitishe kwa Qur'ani, alafu tudhibitishe wewe. Alafu Ninarudi tena. Ndio. Nianze ndio. Mbona maandiko yangu wa Mungu soma na hiyo baadhi ya mambo yanaongea ya kwako. Naam. Tulisoma 17:3 ya Ufunuo, ndio hatukusoma. Ilikuwa Ufunuo ngapi? Yalikuwa basi Corinthians 15:24. Na ile nini Revelation 21:9. Sawa, tutasoma kwanza tumalize hapa, tushikilie kidogo kwa sababu tutapoteza mada kwa hali. Nafikiri hapo 2:136. Sawa. Ungesomea bishop yake. Wewe nisomee yangu ina ushahidi. Nisomee wanamwamini Yesu. Anasema mahali ambapo umesema mahali inafanya nini? Wakristo wanamwamini Yesu. Maana sisi Waislamu tunamwamini Yesu kwa ushahidi wa Qur'ani 2:136. Tutaisoma. Wewe tuoneshe pale Mkristo hata mmoja anamwamini Yesu. Andika atoa Rumi 10:9. 10:9 Rumi. Yeah. Na bado kuna hii ambayo ulikuwa umeniambia nidhibitisha kwamba Wakristo wataenda peponi. Tunasubiri kuna Mkristo aenda peponi. Jawe pepo ya Uislamu. Yaani nakwambia bishop, ukitaka tu silimu leo hapa utoke kuwa Muislamu, wale kanisa yako sabo na uziko chini yako sijui ni ngapi, zote waambie kwa Waislamu. 10:9 inasema kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako, ya kuwa ni Bwana, na kuamini moyoni mwako, ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Si ndio? Basi ndio sisi wenyewe yao sasa. Sasa enda Mathayo ngapi? Enda Mathayo 25. Hii andiko 31. Hii andiko ingefafanua. Ngoja kwanza, umesema tu nidhibitisha mahali ambapo sisi wa Kristo tunamwamini Yesu. Mathayo 25:31 tuanzie hapo sasa. 25:31 inasema hivi: hapo atakapokuja mwana wa Adamu katika utukufu wake, na malaika watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake, na mataifa yote watakusanyika mbele zake. Mataifa wote mpaka Waislamu. Tuendelee. Naye atawabagua kama vile mchungaji abaguavyo kondoo na mbuzi. Haya, tuendelee. Ataweka kondoo mkono wake wa kuume, na mbuzi mkono wake wa kushoto. Haya, tuendelee. Kisha mfalme wake atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, njooni mliobarikiwa na baba yangu. Tuendelee. Mliobarikiwa na baba yangu. Tuendelee. Urithini ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu. Unaona, tangu ulimwengu ulipoanza urithini wa ufalme.
Hao ni Wakristo, tuendelee. Kwa maana nalikuwa na njaa mkanipa chakula, nalikuwa na kiu mkaninywesha, nalikuwa mgeni mkanikaribisha, nalikuwa uchi mkanivika, nalikuwa mgonjwa mkaja kunitazama, nalikuwa kifungoni mkanijia. Ndipo wenye haki watakapomjibu wakisema, Bwana, ni lini tutakapokuona njaa? Watamuuliza, ni lini tulikufanyia haya mambo? Aha. Tena ni lini tulipokuona mgeni tukakukaribisha, au uchi tukakuvika? Ni lini tena tulipokuona mgonjwa au kifungoni tukakujia? Na mfalme atajibu akiwaambia, amini amini nawaambia, kadri mlivyowatendea mmojawapo wa hawa ndugu zangu walio wadogo mlinitendea mimi. Unaona sasa? Si unaona anasema vizuri. Sasa wewe unataka tu nitaje jina Ukristo. Lakini sasa sisi kiundani tunajua ni sisi inaongea kuhusu. Sasa nyinyi mnajua maandiko haijui. Na ndio nimerudi point tu pale pale. Ukisoma ile Warumi haijataja Mkristo tenda peponi. Nasema ukimkiri kwamba Yesu ni Bwana utaokoka. Mwisho utaokoka. Utaokoka. Exactly. Hajasema utaenda peponi. Na pili hajasema ni dini gani. Imenyamazia. Hii andiko ya pili pia imezungumzia na wanakondoa wanaongea nao ambao ni Waisraeli. Ushasikia? Ndio ambia karibuni murithi uzima wa nini wa milele. Haikutaja Wakristo. Wakristo ni wewe umeiweka pale, yani umeandika another version of the Bible that is not existing. Amebandika pale. That's why hii Biblia nimesoma kama mara 10. Nimetafuta mahali inataja tu Mkristo ataenda peponi, hakuna. Hapana, ipo. Unajua sasa muda wetu tufanye hivi. Tufanye hivi. Yeah. Hii mada imeletwa na nini? Hii mada imeletwa ile wewe kusema mambo ya rapture nini, Yesu atakuja. Na bado sasa ndio nataka tukikuja next time peponi. Nianzie hapo sasa. Tumeona kwamba kumeweka hii ni mada for another day. Yeah. Udhibitisha kwamba Wakristo wataenda wapi? Peponi. Ile mambo ya rapture mbinguni. Kweli, exactly. Kuna yale maandiko yule msikilizaji ambayo Ndolo 15:24 anaturudisha pale katika mambo za mwisho za kiyama. Ambayo inasema, hapo ndipo mwisho atakapompa Mungu Baba ufalme wake, atakapobatilisha utawala wote na mamlaka yote na nguvu. Maana sharti amiliki yeye, hata awaweke maadui wake wote chini ya miguu yake. Adui wa mwisho atakayebatilishwa ni mauti. Hiyo tunakubali. Maana hata katika Uislamu tunajua wakati wa mwisho Mwenyezi Mungu hiyo mauti pia atakuja kuiondoa, atakuja kuleta in form of alarm, ataichinja mbele ya kila mtu, aseme sasa kuanzia sasa hakuna kufa, watu wanaishi milele. Kwa hiyo pale ile andiko nikubali kwamba adui wa mwisho atakayebatilishwa ni mauti, imefafanuliwa katika hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa ufupi ni hivi. Alafu mwalimu, unajua kuna kitu tuliacha Sheikh Abdul Hamid. Kuna swali liliulizwa na mtu ya Mahdi. Ndio watakujaje? Muda ni dakika 3. Hii mada kwanza nafikiri hii mada imetake another turn. The turn ambayo kwamba imetake, nataka kabla nirudi kujibu ya Mahdi, ni kwamba tunataka kudhibitisha wapi Wakristo wataenda peponi. Ili historia ya bishop ya askofu ikuwe kweli, Waislamu tukubali, tumfuate. Atudhibitishie tu kwamba hiyo Yesu atakuja, atabeba, watakobeba ni Wakristo watarudishwa tena. Atuoneshe tu kwa udhibitisho kwamba kweli Yesu atakuja beba Wakristo na Wakristo wataenda peponi. Hiyo ndio task ambayo kwamba nafikiri askofu wako nayo. Sawa basi. Pili, mimi katika Qur'an nishamaliza kazi 40 na vile vile 272 nafikiri imeweka mambo wazi. Kwangu mimi sina shida. Deni iko kwa askofu. Pili, kuna ule bwana kuna bwana alikuwa anauliza mambo ya Mahdi. Watakuja. Unapozungumza kurudi kwa Nabii Isa kuna vitu 3, vitu kadhaa utakuja gusia, na moja hizo ni Mahdi kurudi, kuja kutokea Mahdi, kutokea Masihi Dajjal na kutokea huyo nini hiyo ya Ajuj wa Majuj. Hizo vitu zitakapotokea. Kweli Mahdi atatokea wakati wa mwisho, na Mahdi atatoka kabla ya Nabii Isa alayhi salam. Yeye atakuja mwanzo. In fact katika hao vitu 3 au 4 atakayetangulia ni Mahdi kukuja. Kwa hiyo kipindio atakayokuja akiwa anaendeleza pia atakuwa ni hakimu wakati wake, na ataendeleza dunia katika hali nzuri sana. Kipindi ambapo kwamba watu wako na amani ndio atakuja za kutokea huyo Dajjal. Huyu Dajjal atatokea ndio aanze kuleta fujo. Atakuwa anafanya vituko vyake kwa ile muda ambao kwamba atakuwa anafanya. Sasa akiwa katika ile process kufanya vituko vyake ndio sasa Nabii Isa atakuja kutokea ili aje apambane na huyo nani? Dajjal. Atakapokuja kutokea Nabii Isa ataenda straight moja kwa moja mpaka kwa msikiti, atampata Mahdi akiswalisha.
ataswali nyuma ya Mahdi. Alafu akishatoka hapo kuswali nyuma ya Mahdi ndio aende sasa kimbizana na huyo Dajjal ambaye ni Antichrist. Sasa atakimbizana na huyo Antichrist amuue, alafu after hapo ule wa mwisho kupambana kabisa ni huyo Yajuj wa Majuj. Huyo ndio mwisho kabla ya watu sasa kurudi kukaa peaceful for another 40 years. Kwa hiyo nafikiri Mahdi atakuja na ndio atakuwa wa kwanza kabla ya wengine wote. Sawa kabisa. Ikiwa imetimia saa 4 kamili majira ya Afrika Mashariki, mtanruhusu maisha kwetu kwa ajili ya muda tukomesha hapo kipindi cha siku leo, lakini tukimalizia sekunde 58 Pastor Gishohi. Mimi nimeshukuru, kuna mambo nimejua hata ingawa sijaiamini kwenye Uislamu. Na twasema ni asante kwa wasikilizaji wetu. Tunasikia mnatuuliza maswali, wa Kristo sijui mko wapi nyinyi? Siwasikii mkiuliza swali lolote, hamnisaidii kwa jambo lolote, ambazo zingine naweza kuwa nimesahau andiko fulani. Sio kumaanisha mimi ni askofu na niko na doctorate ya kwamba siwezi sahau. Mimi sijui wa Kristo wako wapi, lakini naamini next time watasikiza. Lakini nashukuru nimeweza kudhibitisha kwamba Yesu atarudi. Mimi naweza kudhibitisha hivyo. Mahali ambapo nimefika, naamini Ijumaa ijayo majaliwa yake Mwenyezi Mungu tutarudi mahali hapa ili tuweze kuendelea. Mungu abariki sana kwa jina la Yesu. Haya kabisa. Hassan, upande wako labda kuna ukimalizia tu. Nimefurahi kwa sababu tumepata kuona pia view upande ya ndugu zetu, rafiki zetu ambao ni Wakristo, mtizamo wao kwa Nabii Isa kuja kwake atakuja kufanya jambo lipi, ambapo tunaendelea pia kupata masomo zaidi na kufunguka zaidi. Hayo tu. Shukran sana. Sheikh Abbas alishaongea akimalizia. Labda unataka kuongezea kitu? Mimi sina kuongeza. Hana la kuongeza. Sheikh Abbas amesema kama ni kuongeza wacha yake hadi Ijumaa ijayo, iwapo Allah Subhanahu wa Ta'ala atatujalia uzima, basi tutakuwa tukiungana nanyi tena hapo kwenye kipindi cha Risala tukiendelea kueleza, kujidadavua ili tuweze kuelewa zaidi kuhusiana na mada ya siku ya leo. Kwa hivyo wewe msikilizaji ambaye umekuwa utegea tangu tuanze kipindi hiki mwendo wa saa 2 hadi mwendo wa saa 4, Allah akujalie, Allah akujibie dua zako unazojibu kwa siri, na zile ambazo unaomba kwa siri, na zile ambazo unaomba kwa dhahir. Kwa sasa tunakwenda kupokea habari kwa ukamilifu, kisha tutakuwa tukiendelea na vipindi vya hapo mbeleni. Usikwende mbali. Mimi nimekuwa wako Abdul Hamid Suleiman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.